Kwa hiyo leo nataka tu nikutie moyo kwamba epuka sana kuwa influence na watu ambao hawana roho ya Mungu. Ama kwa Kiswahili, epuka sana kuwa unashawishika na watu ambao hawana roho ya Mungu kukushawishi kutokufanya vitu ambavyo vinampendeza Mungu. Unisikilize hapa vizuri. Hamani alipoingia na ile chuki, akaenda kuminfluence ama kumshawishi mfalme Asuero kwamba Mordekai auawe. Hamani akaitisha kikao cha pili baada ya kumshawishi mfalme, akaenda kukaa na mke wake chini, akaita marafiki zake, akaita mke wake, akaanza kuambia mambo ambayo yametokea na vile ambavyo anapanga kumwangamiza Mordekai na Waisraeli. Biblia inasema hivi, mke wa Hamani na rafiki zake na Hamani wakaanza kuminfluence, wakaanza kumshawishi huyu Hamani kwamba huyu Mordekai hapashi kufa kifo cha kawaida, inatakiwa afe kwenye mateso mazito, inatakiwa atengenezewe msalaba, atundikwe. Kwa hiyo unaweza kuona kulingana na Biblia kitabu cha Esther, ukisoma Esther ile sura ya 5 mstari wa 14, utaona swala la Hamani kutengeneza msalaba alikutoka kwake yeye Hamani, ni influence aliyoipata kwa mke wake na rafiki zake na Hamani kumtengenezea Mordekai msalaba. Wakamwambia mtengenezee msalaba, wakatengeneza msalaba. Kwa hiyo wakati ule Hamani alikuwa anapanga kumuua Mordekai, ndipo wakati ule siri ilijulikana kwamba huyu Mordekai kuna wakati alitaka kumwokoa mfalme. Mambo yalipobadilika, yule Hamani ambaye alikwenda kuitisha kikao na rafiki zake, alipoona mambo yameanza kubadilika, ukisoma kitabu cha Esther sura ya 6 mstari wa 13, akaenda tena kukutana nao, akamwita mke wake, akaita na rafiki zake wale waliomshawishi kwamba kamtengenezee Mordekai msalaba. Akamwambia, jamani, mambo yameanza kubadilika. Rafiki zake wale waliomwambia mwe atengeneze msalaba, rafiki wale waliominfluence kumshawishi, wakamwambia, sikiliza, huyu Mordekai kama ni Myahudi, hakika kufa lazima utakufa. Marafiki zake wale waliominfluence kwamba mtengenezee msalaba, wale waliomshawishi, wakampigia makofi, wewe unaweza, wewe ni mkubwa. Kwa sababu kumbuka, Hamani alikuwa ni wa pili kutoka mfalme Asuero, na ninapokuambia Asuero alikuwa ni mfalme mkubwa sana, sina muda hapa. Wakampigia makofi, unaweza, wewe ni mshindi. Wakamwambia huyo Mordekai kama ni Myahudi, kuanguka utaanguka tu. Nataka nikwambie nini? Epuka kuwa influence na watu ambao hawana roho ya Mungu. Wakati mambo yanapokuwa sawa, wanadamu watakupigia makofi, watakuimbia, lakini ngoma inapogeuka, watu watakukimbia, utabaki mwenyewe. Utakapofika kwenye shimo la kuanguka pale, watu watakukimbia. Kwa hiyo huyu Hamani, marafiki zake wakamgeuka. Mfalme Asuero mwenyewe ndio wa kwanza kumgeuka, akamwambia, hata kama nilikuwa nimesema hivyo sitakubali. Huyu ndugu ni mzuri, alitaka kuniokoa. Akamgeuka Hamani. Rafiki zake ambao alimwambia tengeneza msalaba wakamgeuka. Ninarudia tena, mtoto wa Mungu, safari ya kwenda mbinguni ni ngumu. Epuka kuwa influence na watu ambao hawana roho ya Mungu, watu ambao hawana Yesu. Epuka kuwa influence, ijiepushe kushawishiwa na watu ambao hawana roho ya Mungu. Siku utafika kwenye shimo, siku mambo yatabadilika, utabaki mwenyewe. Ni asili ya wanadamu. Mtegemee Mungu, weka tumaini lako kwa Mungu, muombe Bwana usiku na mchana, na Mungu atakusaidia. Acha Roho Mtakatifu atawale maisha yetu na maamuzi yetu. Mungu akulinde na Mungu akubariki kwa jina la Yesu.